alikuja mwenyewe akanenea mwenyewe. Kwa hivyo nilimwona mimi mwenyewe. Kwa hivyo huyu mwingine anakuja kuniambia huyu ndio kipofu. Inasaidia. Revelation inakutia nguvu wakati hakuna mtu alisoma mbele. Kwa hivyo tutamani kukua. Bwana asifiwe. Wakati umeshakutana na Yesu Kristo, dhambi haiwezi kushinda. Kwa sababu utakuwa na ile memory. Pana asubuhi nilikuja na gari. Nilikuwa nalia tu kwa gari. Nilikuwa nalia tu. Nikiweka wimbo because nakumbuka. Nikumbuka ile memory inakwambia buko, hauko nyumbani. Hauko nyumbani. Kwa ukiona worship song, una miss nyumba. Una miss uwepo wa Mungu. Kwa hivyo unyonge wako hauwezi kushinda kwa sababu unatamani kumwona Baba tena. Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo ningependa tujifunze kuishi maisha ya Mkristo. Kuishi maisha ya ningependa tujifunze kitabu cha Waefeso mlango wa 4 kuanzia 17 hadi 32. Ningependa tusomee kwa Kiswahili pole pole. Soma pole pole ndio watu ningependa tukue makini. Sitaenda kwa verse nyingine, ni hiyo peke yake. Waefeso mlango wa 4 kuanzia 17 hadi 30 hadi mwisho hiyo mlango. 32. Basi nasema neno hili tena, nashuhudia katika Bwana tangu sasa, usienende kama mataifa waendavyo katika ufadhili wa nia sawa, ambao akili zao zimetiwa giza, nao wamefikirishwa na uzima wa Mungu kwa sababu ya ujinga uliomo ndani yao, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao, ambao wakisha kufa kanzi wanajitia katika mambo ya ufisadi, wapate kufanyiza kila namna ya uchafu kwa kutamani. Bali ninyi sivyo mlivyojifunza Kristo, ikiwa mlimshikilia mkafundishwa katika yeye, kama kweli ilivyo katika Yesu. Mfueni kwa habari ya mwenendo wa kwanza, utu wa zamani unaoharibika kwa kuzifuata tamaa zenu kudanganya, na mfanye wapya katika roho ya nia zenu, mkafae utu mpya ulioumbwa kwa namna ya Mungu katika haki na utakatifu wa kweli, amri za maisha mpya. Basi ufueni uongo, mkaseme ukweli, kila mtu na jirani yake, kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Mwe na hasira, ila msitende dhambi. Jua msiachwe na uchungu wenu bado haujawatoka, wala msimpe ibilisi nafasi. Mwibaji asiibe tena, bali afadhali afanye vizuri, akitenda kazi iliyo nzuri kwa mikono yake mwenyewe, apate kuwa na kitu cha kumkawia mhitaji. Neno lolote lililo ovu lisitoke vinywani mwenu, bali lililo jema la kumfaa mwenye kuhitaji, ili liwape neema wanaosikia. Wala msimhuzunishe yule Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ya ukombozi.
uchungu wote na ghadhabu na hasira na kelele na matukano yaondoke kwenu, pamoja na kila namna ya ubaya. Tena iweni wafadhili ninyi kwa ninyi, wenye huruma, mkasameane kama na Mungu katika Kristo alivyowasamehe ninyi. Mungu abariki neno lake. Bwana asifiwe. Hapa neno la Mungu linatufundisha. Hapa mwanzo ameanza akisema kuwa pale mwanzo tulikuwa watu wa dunia. Kabla tujaokolewa tulikuwa tunafanya mambo ya kidunia, mambo maovu. Na saa nyingine unafanya outwardly, watu wanaona umefanya kitu kizuri, kumbe nia yako si nzuri. Unaona mambo kama haya. Mtu anaenda kusaidia maskini, lakini kumbe nia yake si kwa upendo. Ako na nia nyingine tofauti. Dunia imekuwa na mambo mengi, lakini anasema vile ambavyo tumeokolewa, inatupasa nia yetu na matendo yetu yafanane na Yesu mwenyewe. Inafaa maisha yako ikiwa kwa kioo ifanane na ya Bwana wetu Yesu Kristo, kimawazo, kimatamshi na matendo. Utamjuaje mtu ni Mkristo? Utamjua wakati mtu amemtusi. Utajuaje mtu ni Mkristo na mjua Mungu? Wakati jirani yake amekosana na yeye. Wakati jirani yako amekushikia panga, tutajua Ukristo wako huo wakati. Kama ni kweli ameokolewa ama ni mambo ya kidini tu anafanya. Tutajua wakati wa mzozo. Wakati watu wanapigana, wewe uko hapo, tutajua. Ikiwa watu wakipigana wewe unachukua side ya mwingine, kuongeza vita, kuchochea, inamaanisha roho wa Mungu hayuko ndani yako. Na kama roho wa Mungu hayuko ndani yako, basi wewe bado hujaokolewa. Inamaanisha wewe na Kristo hamko pamoja. Kwa hivyo Biblia inatuonya vikali. Tujichunge tusirudi kwa zile tabia zetu za zamani. Anasema watu wa dunia hawana dhamira, hawana conscience tena. Kwanza unakuta mtu akifanya kitu kibaya ndio anasifiwa. Umeona maneno? Umeona hiyo? Mtu akifanya mambo mabaya ndio anasifiwa. Uzinzi. Ati mwanaume akienda kizini sana ndio anasifiwa, anaonekana ndio mwanaume ndio bingwa. Hiyo ni tabia ya watu wa kidunia, watu wa mataifa. Bwana asifiwe. Hakuna mwanamke ambaye anafaa kudhalilishwa. Ni dada zetu ama Bwana asifiwe. Ama dada yako ndio mmezaliwa tu mmoja peke yake. Awe Muislamu, awe Muhindi, ni dada yako. Kwa hivyo hakuna nafasi ya wewe kumruhusia mwenzako kuinua chuki dhidi ya mtu mwingine. Kristo hajaifanya kitu kama hiyo. Na kama angalia maisha ya Kristo, kuna mtu Yesu alimchukia? Yule mwanamke Mkanani, soma kitabu cha Mathayo 15. Wakanani si watu ambao wako na agano na Mungu, ni watu wa ulimwengu. Ni watu wanafanya anasa zote za dunia. Lakini yule mama alimjia Yesu, akamwambia, "Nina mtoto wangu mgonjwa, lakini najua Bwana unaweza kumponya." Yesu alimwonea huruma na akamponya mtoto wake. Kwa hivyo mimi na wewe hatuna vikwazo, hatuna sababu ya kuchukia mtu. Unless unaweza kuprove kuna mahali Yesu alichukia mtu. Basi kama iko sisi nasi tunafaa kuchukia nani? Lakini kama hajachukia kuchukia mtu, huna nafasi kama hiyo. Bwana asifiwe. Tukiendelea, tujichunge na mambo ya uchafu na tamaa. Hii ni mstari wa 19. Having lost all sensitivity, they have given themselves over to sensuality, so as indulge in every kind of impurity, and are full of greed. Nini naharibu nchi yetu na nchi za Afrika? Tamaa. Ni nini? Tamaa. Mtu ni mzuri, lakini wakati anapata mamlaka kidogo, tamaa inakuwa ndio vazi lake kila siku. Anataka kununua dunia mzima. Je, ukinunua dunia mzima, yale mtu anapai mali mpaka anakufa hajaanza kukula. Mnajua mcho? Mnahitaji ikale chini? Wanaunda ile inaitwa tulue ama ni tulue ile inakaa juu ile. Unahitaji huko to?
wanajenga ile kitu mpaka anakufa, wengine hivyo ndio watu wa dunia. Tamaa, hautosheki, hauna nafasi ya kukula mali yako. Unaibia huyu, unaleta. Unaibia hule, unapigana na huyu, unaleta. Huoni ndio inafaa nitulie, ni enjoy na mke wangu na watoto wangu? Hauna hiyo, kwa sababu amani ya Mungu haiko kwa moyo wako. Bwana asifiwe. Uko na mali kidogo, badala usaidie ndugu yako, hiyo mali kidogo unajiinua, unaanza kupiga ndugu yako. Mambo mengi ambayo tunapitia siku hizi ni vifungo ambavyo tumejiingiza sisi wenyewe vya chuki. Huyu ni mtu mmezaliwa pamoja, wewe Mungu amekubariki, badala yako kuwa wa msaada kwake, unakuwa na mashindano. Mbaya ona hiyo. Ndugu wamezaliwa mama mmoja baba mmoja, wanakuwa maadui wakubwa. Lakini ukiwaita ukusikia story yao, hata si kitu ya maana. Ni mambo ya chuki na wivu. Inatenganisha watu ambao wamezaliwa tumbo moja, wanakuwa maadui wakubwa. Naye shetani anapanda mbegu zake ndani yao za uongo, na laana inapata nafasi ndani ya maisha yao. Unaweza kuwa na magonjwa zingine ambazo hata hazieleweki kwa sababu ya vifungo ambayo amefunga ndani ya. Umekasirikia mtu hata hajui kama amekukosea. Kumbe ni kitu ungeenda mwambie, ndugu yangu, mbuzi yako ilikuja ikakula hapa kwangu, situfunge mahali. Tufunge. Mbuzi haiwezi kufunga tena. Wewe badala ufanye hivyo, umeweka hiyo chuki inakuwa ni sumu kwa afya yako. Tuelewana? Hiyo chuki na kutosamehe inakukula wewe tena. Kwa hivyo lazima tujue mitego ya yule muovu. Wakati tunajua mitego ya yule muovu, tutaweza kumshinda. Bwana asifiwe. Tukiendelea hapa, basi vile mmekuwa na maisha mapya kwa Kristo, mjifunze hivi kuishi kwa kweli ndani ya Kristo. Kuishi kwa kweli. Nilikuwa naambia hapa mwanzo, hakuna suluhisho wakati uongo uko. Uongo ni giza. Wakati mtu anataka msaada, lazima akuwe mkweli. Kwa hivyo mimi nikisema ukweli nusu, uongo nusu, hiyo story yote inakuwa ni uongo. Ukienda mahakamani, udanganye kidogo, mahakama inasema huyu mtu hapana, si shahidi tena, kwa sababu umekula kiapo. Mbele za Mungu hufai kudanganya. Ni wewe unajaribiwa. Je, ni kweli anataka msaada? Wakati unasema kweli, unamwaibisha shetani. Wakati unasema kweli, unamwaibisha nani? Na hiyo ndio haki yake. Haki ya yule muovu ni kuaibika kila wakati. Usikubali kumtukuza hata mara moja, kwa sababu yeye he has no future. Yake ishapangwa ni moto wa milele, lakini yako una nafasi ya kuamua. Kwa kila wakati shida inakuja, ni nafasi yako kuamua. Tukiendelea, vile umefundishwa kuhusu maisha yako ya pale mwanzo, vueni utu wenu wa kale. Vueni utu wenu wa kale, mukavae utu upya. Hapa Biblia inaongea kuhusu mawazo. Kila kitu, kila matendo ambayo linafanyika, kabla haijafanyika inaanza kwa mawazo. Lazima mtu akuwe na nia fulani, si kweli? Mwizi ndio akuje aibe, lazima akuwe na nia kwanza, apange. Kwa hivyo kila kitu inaanza ni lazima kwa mawazo yetu tujifunze kufikiria, kuwaza yaliyo mazuri, yaliyo mema, ya kusaidia, ya kujenga, ya kuleta watu pamoja. Ukiona mawazo yako inatenganisha watu, wachana nayo. Kwa sababu maisha yako hapo kama Mkristo, umepewa nafasi ya kumdhihirisha Kristo kwa ndugu zako. Wakati unamdhihirisha Yesu kimakosa, ati unaleta chuki, mafarakano, you are destroying your own future. Unamwaibisha Yesu Kristo, unamwambia ile kazi ulifanya kwa msalaba haitoshi. Na
Na wakati unamtusi Yesu Kristo, yeye ndo amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Huna nafasi mahali pengine, huna pa kujificha. Kwa hivyo nawasihi, kila jambo ambalo unafanya, kabla hujafanya, angalia inamweka Yesu Kristo wapi. Wanasifiwa. Kwa sababu mimi napendwa na Kristo amenipenda kiasi cha kunifia msalabani. Hii kitu naenda kufanya inampendeza kweli? Hiyo kitu itakusaidia. Tukiendelea 24, and to put on the new self, vaeni utu upya ulioumbwa na Mungu ya haki na utakatifu. Haki na utakatifu. Haki inaleta issue ya accountability. Kila tendo unafanya lazima ujue pale mwisho utaulizwa, lazima ujibu. Na ya pili, utakatifu. Kila jambo unafanya hakikisha ni la kumpendeza Mungu. Mimi kuna wakati nilikuwa pale nimefikiria kutafuta kazi nyingine tofauti. Sawa, mambo. So siku moja Roho Mungu akaniambia, sasa wewe nataka uende mahali fulani kazi. Akajua mimi sitaenda. Kwambia Bwana, mimi sitaki kazi. Sababu hii kazi itanifanya mimi nisikuwe mtakatifu. Kuna majaribu fulani. Mimi kwa moyo wangu nasema sitaki. So mimi nikasema nataka kuwa pastor. Sitaki kazi ya serikali. Bwana asifiwe. Kwa sababu niliona kuna mambo ambayo itanifanya ni compromise. So Roho wa Mungu vile alinitembelea akaniambia, sasa ikifika wakati nataka uende Kajiado. Mimi nikasema siendi. Kama hiyo kazi sie, akatuma mtu mwingine. Kamwambia, endo kamwambie mtumishi wangu najua hataki kwenda. Lakini mimi Mungu nitamwezesha kuovercome. Bwana asifiwe. Kwa kazi zenu mweke Mungu mbele. Mweke nani? Mweke Mungu mbele. Ikiwa ni programu yako ya familia, mweke Mungu mbele. Hata kama ni wakati kuna maumivu ama kuna shida, usiulize Mungu ati kwa nini Mungu haniponyi. Hapana, mweke mbele. Mwambie Bwana, behave kana kwamba umepona tayari. Mwambie Bwana, nakutanguliza. Najua wewe ndio mponyaji wangu. Hiyo ni imani. Leo niko maskini, lakini sitaishi kama mtu mwenye analalamika kila siku. Nitaishi na attitude ya mtu taji. Wakati mtu amekutusi, anakuchukulia adui, wewe wakati umesikia kuna shida, kuwa wa kwanza kufanya mchango. Kuwa wa kwanza kufanya nini? Changia yeye. Kwa nini? Wewe unajua mimi kesho yangu ni kubwa. Kesho yangu iko kwa Mungu. Si ni kweli? Na unajua mimi pale mwanzo ilikuwa adui ya Mungu. Mungu alikumaliza. Wanasifiwe. Ingekuwa Mungu ako na hasira ya kumaliza mtu haraka, hata mimi singeokolewa. Angekuja nimalizie nikikuwa bado mlevi. Ndio kweli? Iweje leo mnasema wachawi waudiwe? Ati Mungu back to sender. Huyo mchawi akufe. Wewe kabla hujamjua Yesu, Shetani alikuwa ameenda kwa Mungu mara mingi kuuawa. Lakini Mungu alikuwa na yako, si ati ulikuwa innocent, you are guilty. Lakini Mungu alikuspare, si kweli? Iweje leo wewe, mimi na wewe tunasema ati adui zetu wakufe? Bwana asifiwe. Lazima tuwe watu ambao wako na upendo. Tunaongozwa na upendo kwa kila kitu. Kama uongee kwa upendo, hata usiombe kwa Mungu, kwa sababu hata kusikia. Unajua kioo? Wakati tunaomba, watu wengi wanaomba kwa duniani. Lakini yule ambaye anashika kioo anamulika hivi, hata kwa wapi inaonekana, si ndio? Kama lugha yako si ya upendo, Mungu ni upendo. Kwa hivyo kama lugha yako ni ya upendo, inakuwa kama ile kioo ina reflect. Ni watu wengi wanaomba hata saa hizi. Billions of people, si kweli? Lakini yule ambaye ana lugha ya upendo inafanana na ile kama vile kioo na jua ina reflect. Kwa hivyo sema angalia ule. Lakini ikiwa wewe unamchukia mume wako, unamchukia bibi yako kwa nyumba, hata usiombe. Hata kusikia
hata kusikia. Lazima kwanza usamehe huyo. Unaona? Lazima ufanye nini? Usamehe huyo mwenye naona. Lazima uachilie kwa moyo huyu jirani yako. Lazima usort out hizo issues hapo karibu na wewe. Ukisha sort out hizo, basi Mungu naye atakuja. Bwana asifiwe. Nataka niruke pale mwisho sababu naona masaa yamesonga. Ikiwa kuna kikwazo, mmekasirikiana. Kukasirika si dhambi. Kukasirika si dhambi. Lakini isikufanye ufanye dhambi. Ukimwekea mwenzako kikwazo, alinikosea jana, ushafanya dhambi. Mtu akikuchokoza kasirika, lakini jifunze kuachilia. Achilia. Haraka achilia. Singojee jua imezama wewe bado umeshikilia kikwazo, hapana. Wakati umemkasirikia mwenzako, ni sana kukasirikia Yesu Kristo. Kwa hivyo ni mtego ambao lazima tujifunze ku-overcome. Anayeiba inapaswa aache wizi. Anayejua kuchukua ambacho si chake inafaa awa. Kwa nini? Unajua kwa nini wizi ni mbaya? Kwa sababu hiyo ni tabia ya ile Mungu. He came to kill, steal. Wakati unaiba tu umejitangaza mimi ni mtoto wa shetani. Sababu kwa baba hakuna wizi. Twende mbinguni alafu uanze kuibia watu huko. Inawezekana hiyo? Uone ibia watu taji yao. Mtu kama huyo ni mtu wa aibu. Kwa lazima tujichunge. Tukiendelea. Jambo lingine. Tujifunze kufanya kazi. Tujifunze? Mwito, niliojifunza na mwito mimi pia. Mwito unaweza kuja na nguvu, lakini jifunze. Kwa sababu usipofanya kazi, umaskini ni mtego. Ni kweli? Umaskini unaweza kufanya mtu mzuri akaiba. Umaskini unaweza kufanya mtu mzuri akakuwa compromise. Uko na kipawa kabisa, Mungu amekupea kipawa, unaponya watu. Lakini kwa sababu umaskini na imani ni kidogo, unafanya nini? Unanunuliwa. Ni kweli? Kitabu cha Wathesalonike wa kwanza mstari wa 4 verse 11. Asiye fanya kazi na asikule. Lazima tangu pale kwa shamba la Edeni tuliambiwa lazima tufanye kazi. Usipuuze hiyo. Wacha mwito ukufute kazi wenyewe. Sawa sawa? Wacha mwito ukufute kazi wenyewe. Ikikuwa yenyewe ni kama mimba, kuna wakati huwezi beba, imefika wakati wa kuzaliwa. Ikifika kuzaliwa haitakuwa mimba tena, lakini kwa wakati wa. Kwa hivyo tujichunge hapo. Hiyo mtego huko sana. Na inachanganya watumishi wa Mungu. Sababu anaacha mapema, especially kama hunenewi. Roho wa Mungu akimwita mtu anamnenea. Sawa sawa? Na anakukava, lakini ukienda nje ile kitu cha kunenea hawezi kuprotect, atanyamaza tu. Unakuta adui zako wanakushinda, kumbe ni wewe umetoka kwenda laini ya Mungu alikuweka. Ni sawa? Tukienda 25. Therefore each of you must put off falsehood. Tuache uongo. Na tuanze kuongea kwa jirani yako. Jirani yako ni nani? Kwa Biblia jirani sio mwenye anaishi na wewe, karibu na wewe peke yake. Jirani ni mwenye anakuhitaji. Anahitaji msaada wa. Your neighbor is the one who is in need. Ukuwe mtu wa kusema ukweli. Usikuwe mtu ambaye akiongea kitu watu wanajua unaweza kurukaruka kubadilisha. Sawa sawa? Wacha ndio yako ikuwe ndio. Ukisema hapana, hapana. Kwa sababu sote tu sehemu ya mwili mmoja. Kwa unapokasirika isikuongoze kufanya dhambi. Usimpe ile muovu nafasi. Tukienda 29. Matamshi yetu. Tuchunge matamshi yetu. Sawa sawa? Paulo alikuwa anafundisha akisema kile ambacho unakula akiwezi kukuchafua.
lakini kile ambacho inatoka kwa mdomo wako, hiyo itakufunga. Hiyo itakufanya uwe adui na Mungu. Kwa hivyo tuchunge matamshi yetu. Hii ndio maana pombe inakataliwa. Kwa sababu ukikunywa ina affect ile inato. Sio kweli? Some people siku hizo wanaongea kuhusu usikule chakula hiyo. Biblia haizuii hiyo. Uko huru kukula chochote. Mtu asikwambia ati wewe ufai kula nguruwe, hiyo hakuna hiyo. Hiyo iliisha na Musa. Lakini ujichunge na ile kitu ambayo unakula ambayo ita affect hapa, uanze kutusi hapa. Umeelewana? Kwa sababu ile unaweka ndani inaweza kuchafua. Ikichafua mtu wa ndani, kama hii kitu inachafua mtu wa ndani, wachana nayo. Tumeelewana? Maana wewe ni roho. Kwa lazima uchunge roho yako, how you operate. Tukiendelea, msimkwaze roho wa Mungu ambaye mumefungwa naye hadi ile siku ya mwisho. Huyu ni msaidizi wetu hadi mwisho. Wakati Yesu Kristo alisema niko nani hadi mwisho wa dahari, Mathayo 28:20. I am with you till the end of time. Alisema hivyo akaenda mbinguni, si ndio? Kwa hivyo alidanganya. Bwana asifiwe. Alidanganya. Alituma roho wake. Alijua roho wake atakuja. Kwa hivyo roho wake ako na wewe hadi mwisho wa dahari. To your last day. That's why the Bible inatuambia chungeni msimtusi roho wa Mungu. Kwa sababu huyo, that is the only hope we have. Huyo ndio anamwakilisha, huyo ndio network ya sisi na Yesu Kristo. Ukisoma Yohana 16:13, nasema yule roho anafichua kila kitu ambacho Yesu anakwambia. Kwa hivyo ukikata waya, hauna connection na mbinguni tena, unakuwa umejigandamiza wewe mwenyewe. Kwa hivyo tujichunge hapo. Get rid all bitterness. Kuwa na uchungu na mwenzako. Ujichunge, ni mtego wa shetani. Hasira, rage and anger, brawling, mambo ya vita. Kitu kidogo usharusha mkono. Kitu kidogo usharusha lugha ambayo si safi. Lazima tujichunge na mambo kama slander, masengenyo, kumwongea mtu ubaya. Biblia haiko against kuongelea mwingine uzuri, kumsifu mtu haina shida na hiyo. Lakini kumkashifu mtu, Biblia imekataa hiyo. Kuwa na ubaya na mtu, hii lazima tujichunge sana. Kuna uwezekano mkubwa wakati watu wawili wamekosana, ati kwa sababu huyu mtu tunatoka village moja ama ndugu yangu na msupport. Mkristo ana support kweli. Where the truth is. Tumeelewana? Ikiwa mshirika wa kanisa ama madhabahu ameenda amekosana na mtu wa dini nyingine, na huyu wetu ndio amekosea, sitadanganya ati nitetee huyu kwa sababu ile mwingine sio ni wa dini tofauti. Nitamkemea hapo. Mwambie fulani, wewe ni Mkristo na hii ni ni mbaya. Usibague, kuonyesha ubaya, do not. Dini yetu ni ya ukweli. Where the truth is, hapo ndio Yesu yuko na hapo ndio tutakaa. Chukue kindness ni ukaribu. Passionate. Msameheane nyinyi kwa nyinyi kama vile Kristo alivyowasamehe. Jambo la msamaha si rahisi. Ndio maana kila wakati Biblia inasema kuhusu msamaha inatukumbusha kama vile Bwana alitusamehe. Sababu upendo haujulikani kwa kutokoseana. Kwa mama ni mfano mzuri. Kwa mtoto wako amekosea mara mingi, si ndio? Unakumbuka yote. Kwa nini? Unamsamehe, si ndio? Hiyo ni ishara ya upendo. Hiyo ni ishara ya upendo. Hasemi nakupenda, lakini ishara ya upendo ni msamaha. Sisi wote hapa, hata vile tuongea kanisani tu, ukitoka hapa utarealize kuna kitu tayari kuna mtu amekwazika na mimi na hatujaongea. Utakuta pengine na jirani yako amekuona vibaya tu. As long as hapa duniani tutakosana. Sawa sawa? Tufanye nini? Tutakoruzana. Lakini upendo hauishii kwa makosano, inaishia kwa msamaha.
Sawa sawa? Lazima tujifunze kusamehe. Upendo, kama hakuna msamaha, hakuna upendo. Wale mwanzo tulikuwa maadui na Mungu, lakini vivyo hivyo hatukwenda kumwambia Baba tusamehe. Ama kuna mwenye neno kama msamaha? Yeye mwenyewe aliamua tu, wacha nitoe mwanangu ili watu waoshwe dhambi. Vivyo hivyo lazima pia sisi tusamehe. Kwa hiyo ningependa tusimame, kila mmoja wetu aangushe kichwa chake na amwambie Bwana, nipe moyo safi wa kusamehe jirani yangu, ili dhambi zangu pia zikasamehewe. Kila mtu aangushe kichwa chake amwambie Bwana, niombee moyo safi, moyo wa kusamehe adui zangu. Kama kuna mtu ambaye unamuona adui yako, mtaje, mwambie Bwana, leo nataka kujiweka huru. Nataka uniweke huru na msamehe bila masharti. Nasamehe huyu jirani yangu, nasamehe huyu adui yangu, ili wewe Bwana kule mbinguni na mimi nikasamehewe dhambi. Ili shetani ambaye amejificha kwa maisha yangu leo akaaibike. Utamwambia shetani, samehe. Samehe. Na Yesu anakusamehe hapo hapo. Atakupea roho wake. Akupe roho wake. Unapopokea roho wake unawekwa huru. Hizo sarakasi za maisha yako zinaisha zote. Shetani ni muongo. Anakudanganya, hapana, hapo ilikuwa right, yeye alikukosea. Hapana, sote tumemkosea Bwana. Sote tu wadhaifu, lakini Baba ametubeba, hakutumaliza, hakutuangamiza. Kwa hivyo wewe huna haki ya kukataa kusamehe mtu. Lazima usamehe leo. Lazima msamehe. Kama ni kupata baraka za mbinguni, lazima ujifunze kusamehe. Na hapa ndio mwanzo. Yesu Kristo anataka kukupa msaidizi, roho wake akusaidie kuponda moyo wako upate kusamehe. Upate kusamehe. Ikiwa ni ndugu yako, msamehe, muachilie. Mwambie Bwana, namwachilia huyu ndugu yangu. Bwana, mwachilie huyu bwana yangu. Bwana, mwachilie huyu bibi yangu. Bwana, mwachilie huyu jirani yangu. Unisaidie, unirehemu. Mwana wa Daudi, unirehemu. Nimesikia wewe ni mwenye msamaha wote. Ulisamehe pale mwanzo, naomba leo unisamehe tena. Naomba leo nitie nguvu nisirudi